Habari za asubuhi, mabibi na mabwana, waandishi wa habari na viongozi. Leo tunakutana Maalim Seif House kwa ajili ya kutoa taarifa muhimu kuhusiana na safari yetu ya Angola. Na kwa sababu ya umuhimu wake, tumeona ni bora kuonana na waandishi wa habari. Mimi mmoja kati ya delegation ya safari hii ya Angola ambayo ilihusia masuala mazima ya demokrasia na diplomasia ya Afrika, ambayo ilisimamiwa na taasisi ya Ben Trust Foundation katika platform yao inayoitwa Platform for Africa Democrats. Pamoja na viongozi wote ambao tulionana, lakini sisi delegation yetu ya Tanzania tulitoka hapa wana ACT Wazalendo tukiongozwa na kiongozi wa chama Madam Dorothy Semu na mwenyekiti wa chama Mr. Othman Masoud Othman, nikiwa na mimi naibu katibu wa mambo ya nje pamoja na katibu wa haki za binadamu. Programu hii ya Angola ilikuwa inasimamiwa na kwa ajili ya majadiliano kuhusiana na masuala mazima ya demokrasia ya Afrika, na kwa sababu kuna mabadiliko na maboresho katika demokrasia na siasa za nchi za Afrika na ukanda huu wote na dunia nzima. Na tuliona kuna umuhimu mkubwa wa sisi kama taasisi jumuishi kukutana kwa ajili ya kubrainstorm, kupeana experience kutokana na masuala mazima ya demokrasia ya Afrika. Na taratibu zote zilifuatwa kwa mujibu wa kitaasisi, lakini kwa mujibu wa kiserikali, kwamba tulikuwa tunafuatana na Vice President of Zanzibar. Kwa hiyo taasisi za kiserikali zilifuatwa kwa ajili ya kupewa maelekezo yote kuhusiana na safari itakuwa vipi, masuala ya protocol na vitu kama hivyo. Ni bahati mbaya kidogo kuona kwamba tulikuwa na viongozi mahiri katika safari yetu, lakini kilichotokezea ni kwamba viongozi hawa kama vile Vice President of Zanzibar Mr. Othman Masoud Othman, we had a former President of Botswana Bwana Ian Khana, pamoja na Roman Kingsbar ambaye ni balozi wa Austria, Tendai Biti ambaye pia ni former Minister wa Finance kule Zimbabwe, na Bwana Edwin Sifuna ambaye ni Senator wa Kenya. Wote hawa tulikutana na masahibu ya kupewa kizuizi wakati tunaingia nchini Angola. Wakati tunaingia nchini Angola, vitu kadhaa vilitokea ambavyo viliashiria kwamba kuna breach ya diplomasia ya Afrika. Kimoja ni kwamba viongozi wetu walishikiliwa hapo pamoja na sisi tuliofika pale, lakini ibaya zaidi tulikuwa na balozi ambaye anawakilisha nchi Tanzania akiwa kule Zambia, lakini alifuatana na ujio wa Mheshimiwa Othman Masoud kama ni moja kati ya delegation ya serikali. Lakini kwa bahati mbaya zaidi pia ni moja kati ya watu ambao pasipoti yake iliporwa au walipokonywa pasipoti yake. Pamoja na hayo, kulikuwa kuna zaidi ya masaa 8 ambayo Vice President of Zanzibar naye alijikuta katika kadhia hiyo, ambayo alisimamishwa kwa muda huo kabla ya kupewa pasipoti yake, ambayo kiuhalisia na kidiplomasia hili swala halikuwa sahihi. Na baada ya hapo masuala mengi yalitokea, lakini mimi natoa tu ufafanuzi mdogo ambao ndugu KC atakuja kutupa habari yote ambayo ilitokea. Kwa hayo machache, naomba nimkaribishe ndugu KC, kiongozi wa chama, ili atupe mtiririko mzima wa nini kilitokea na vitu gani ambavyo tunapaswa kuelewa kama Watanzania. Asante.